Sasa nataka nikuulize swali. Nahitaji unijibu kwa ukweli wako wa dhati kabisa. Kwamba tuseme una kazi yoyote hapa mjini. Una shida kinoma, alafu unakutana na mtu anakuambia kuna kazi anataka kukupa. Kazi ambayo wewe ndio utajipangia mshahara. Utasema unataka kulipwa kiasi gani. Hata ukitaka milioni 10, milioni 100 kwa siku utapewa. Lakini unapaswa kusaini makubaliano. Kwanza utakiwa kuelezwa ni kazi gani mpaka usaini. Na ukisha saini ili uache hiyo kazi ni mpaka wao watake. Ukisema wewe mwenyewe unataka kuacha, adhabu yake ni kifo. Sijui kama tunaelewana hapo. Una kazi hapa mjini, una shida kinoma yani. Unakutana na mtu, anakuambia kuna kazi anataka kukupa. Kazi ambayo wewe ndo utajipangia mshahara. Utasema wewe mwenyewe unataka kulipwa kiasi gani. Ukitaka mzee milioni 10, 100, bilioni utalipwa, lakini unapaswa kusaini makubaliano. Makubaliano menyewe sasa, utakiwa kuambiwa ni kazi gani mpaka usaini, na ukisha saini ili uache kazi ni mpaka wao watake. Ukisema kwamba wewe ndo unataka kuacha kazi, adhabu yake ni kifo. Hey! Ebana, hii ni historia kweli kabisa na tumeipa jina The Night Walk. Ni story kali sana na kama kawaida itapatikana hapa ikiwa full. Yani nitakusimulia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Cha kufanya vuta popcorn, kama kuna maji karibu hapo, juisi, tuanze kupata burudani. Lakini hakikisha umesha subscribe kwenye hii channel kwa sababu tutakuwa tunapost story karibia kila siku. Usije ukao unapitwa. Kwa hiyo karibu. Huyu jamaa anayevuta sigara hapa ambaye haelewi chochote, yuko na stress kali, ameinama alafu ni usiku kupindukia. Anaitwa George Makingi. Yeye mwenyewe anapenda kulipamba jina lake na kujiita G the King. Utamwambia nini? Jamaa ana maisha magumu kishenzi. Sio kwa sababu ya mipango ya Mungu, hapana. Tukimuingiza Mungu tunaweza kumsingizia. Ila kilichomfikisha kwenye hatua hiyo ni tabia yake ambayo hajawahi kuwaza kuiacha. Anapenda starehe kinoma yani, lakini kufanya kazi hataki. Wazazi wake wamepambana ila ikafikia wakati wamenyoosha mikono juu, wameshindwa. Kazi ilikuwa ngumu kumfanya kijana wao afanye kazi. Na yeye G alivyoona maneno yao yana kero, akavuka boda na kukimbilia South Africa. Na hapo unapomuona yuko mitaa ya Johannesburg. Wenyewe wanapenda kupaita kwa swaga, Jobegi. G alikuwa anaamini huko ugaibuni mambo yangekuwa yako sawa, lakini kinyume na alivyotegemea, kila kitu kilikwenda kuvurugika ndani ya muda mfupi sana. Alisafiri na hela, kufika tu wanaye wakampokea, wakawa wanaishi naye fresh kabisa. Zilivyopita siku 3, ndani ya nyumba wakaingia wezi. Huo wote ulikuwa ni mchongo wa wale waliompokea. Pesa zake zote zilichukuliwa. Walivyoona hajabaki na kitu, wakamfukuza. Jamaa akawa ni mtu wa kuzurura tu mitaani, akawa anapiga mchongo wote unaotokea mbele yake, ili mradi tu uwe na hela. Akaingia kwenye uraibu kwa sababu ya mawazo mengi. Mwishowe akawa mwizi tu, na zilivyofika 40 zake, wazee wakamshika, wakamweka ndani. Akatumikia mvua za kutosha sana ndo akatoka. Nikisema mvua, simaanishi ya maji yanayodondoka kutoka juu angani ama nini. Wazoefu wa mambo watakuwa wamenielewa. Na maanisha ile miaka ambayo mfungwa anakaa nyuma ya nondo, huwa inaitwa mvua. Sasa hapo ndo ana siku 2 tu tangu atoke gerezani. Haelewi, dira hazisomi kabisa kichwani mwake. Then gari kasimama mbele yake. Akainua macho kuliangalia. Alipoona ni gari kali sana, akalipotezea tu, akaendelea kula zake moshi. Yani gari kali namna hiyo lisimame kwa ajili yake, linataka nini? Kioo cha ile gari kikafunguliwa, ikatupa bahasha chini, alafu kikafungwa na gari kaondoka. Mchizi aliona ile bahasha ikitupwa, akashangaa. Ikabidi aangushe sigara aliyokuwa anavuta, akaikanyaga. Akaiwahi ile bahasha, akaiokota huko, anatazama kulia na kushoto. Alikuwa na hofu fulani hivi, labda kuna mtu anaweza akawa anamwangalia. Akaichungulia ndani, oya, midola ya kutosha. Jiwenge likampanda, haamini. Akatoka nduki kutaka kubaki tena eneo la tukio. Alidhani wenye ile gari wameiangusha kwa bahati mbaya, sije wakapata wazo la kurudi kuja kuifuata bahasha yao. Yani mchizi katoka kufungwa kwa wizi, lakini na ana siku 2 tu toka atoke hapo, lakini hata hayo mawazo ya kuacha huo wizi hana. Akachomoka moja kwa moja, akavuka barabara, akala kona 2-3, huko anatazama nyuma na mbele mpaka kafika kwenye mtaa ambao una vichochoro na uchafu mwingi.
akiwa na uhakika kabisa hata kama kuna mtu alikuwa anamfuatilia, basi akifika hapo hawezi kuhisi kama kuna mtu anaweza kukaa hapo hata kwa dakika moja. Kulikuwa kunanuka vibaya mno. Ila kwa G ambaye maisha yamempiga mitama ya kikatili alafu mkononi na mapene, pale palikuwa ni kama kwenye chumba cha hoteli tukali. Akaifungua ile bahasha. Kulikuwa na dola 100 kama 10 hivi ndani, unaambiwa dola buku hizo mzee, milioni 2 na ushenzi kwa pesa za Tanzania. Mara kuna kikaratasi kikateleza kutoka kwenye ile bahasha, akakiokota. Kulikuwa kumeandikwa ujumbe kwenye ile karatasi. Alafu sasa ujumbe ulikuwa umeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Ulisomeka hivi: tumia hizo hela, alafu kesho njoo pale pale ulipokuwa, muda ule ule tutakupa nyingine. Ji akawa amini ujue, akajitandika kwanza kofi la usoni ili amke labda anaota huko usingizini ndani ya gereza. Alivyojiona hajaamka, akapata uhakika kuwa ni kweli. Akaruka juu kushangilia. Picha linaanza, akapita kwa muuza bangi kwanza, pusha. Akili yake ilikuwa haijakaa sawa. Alikuwa anavuta tu sigara kupoza rosto, ila mwili ulikuwa unataka ukali zaidi. Akaenda kununua mmea. Akachapa pumzi za kutosha. Alivyomaliza akaingia mtaani. Hatua ya kwanza, akapita kwenye duka dogo la nguo. Akabadilisha zile zilizochakaa. Ni usiku hiyo, lakini South Africa ni kama mbele tu. Masaa 24 maduka yako wazi. Jamaa akachapa nguo mpya, akapata confidence ya kuingia mgawani na kula. Akachukua na chumba. Kama hilo alitosha, akakamata na bebe mmoja ili akaponde naye raha. Huyo ndo G bwana. Kesho tena mida ile ile, mchizi akasogea maeneo yale yale. Si ndo maelekezo aliyopewa bana. Akapoa. Ni kama alikuwa haamini hivi kama anachokitegemea kitaenda kutokea. Akawa anasikilizia. Kweli mzee. Muda ule ule kama wajana. Gari ile ile nikaja kupaki mbele yake. Kioo kikafunguliwa, ikaangushwa bahasha. Akawa anasikilizia gari isepe, ila gari haikuondoka. Kioo kikapandishwa, alafu mlango ukafunguliwa. Ji akajua kwamba hapa anatakiwa kuingia. Huko anatetemeka, alienda akaiokota ile bahasha, akasogea mpaka karibu ya mlango, akainama hivi kuchungulia ndani kwanza, huku ana hofu. Akaona sura ya binti mrembo inamchekea, amevaa nguo ya kuvutia sana. Akapiga hatua, akaingia ndani ya gari. Funga mlango. Sauti ya kike yule binti kamwamuru. Ji akatina, akatulia. Yule msichana muda huo alikuwa muangalia ise. Gari kaanza kutembea na akawa anaongea huku akiwa vile vile hamuangalii Ji. Nahitaji kuyabadilisha maisha yako. Uko tayari? Ji huku akiwa anaikagua ile gari ya gharama kwa macho, akaitikia tu bila kutafakari. Niko tayari. Yule dada akaongea tena. Tunahitaji kukupa kazi. Ji akashtuka, akatulia kidogo, akauliza, kazi gani? Yule msichana mrembo akamwambia, kabla hatujakuelezea ni kazi gani, unatakiwa kuyafahamu mambo mawili. Ji akadakia kwa shauku, ni mambo gani hayo? Yule dada akacheka kisha akasema, George, mbona una haraka sana? Relax. Nitakwambia. Jambo la kwanza, huwezi kuijua hii kazi ni kazi gani mpaka usaini. Na ukisha saini tu, huwezi kuiacha hii kazi mpaka kifo. Ukilazimisha kuiacha, maana yake ni kama unakuwa unalazimisha kifo. Unakuwa unalazimisha tukuue. Ji akashusha pumzi. Anayoambiwa ni mazito mno. Yule dada akaendelea, lakini ukifanya hii kazi, unapaswa kufahamu kwamba wewe ndo utachagua tukulipe kiasi gani. Na ninakuhakikishia tutakulipa. Tutakulipa pesa yote ambayo wewe utaitaka. Ji kusikia inatajwa hela, mate akamjaa mdomoni hapo hapo, akakaa vizuri kwanza na kutaka kupata uhakika. Jamaa anapenda hela kinoma, si mtu astarehe. Mmesema mnanipa pesa yote nitakayotaka, si ndio? Ina maana hata kama nikisema mnilipe milioni 5 kwa siku, utanipa? Yule dada akacheka sana. Hapo akafanya kama kusikitika hivi. Hapo ndo akamgeukia George. Akamwambia, milioni 5? Ji kusikia hivyo kadhani labda ametaja hela nyingi, lakini yale aliyosikia baada hapo ndo akamduaza zaidi. Milioni 5 mbona ndogo sana? Kuna wenzako wanaifanya hii kazi, wanachukua hela kubwa zaidi. Hapo Ji akadakia, basi nimeghairi, sio milioni 5, tufanye milioni 10 basi. Milioni 10. Yule dada kwa wepesi kabisa akaitikia sawa. Ji tena akajiona mjinga, kaona kama vile kazi ngua, kataja hela ndogo. Akawahi kutengua kauli yake. Sikia. Sio milioni 10 bana. Nataka milioni 30. Hapo siongezi kitu kabisa, mwisho. Yule dada akamgeukia akamuuliza, milioni 30 kwa usiku mmoja? Alafu akamalizia vile vile kwa sauti yake ya upole, ni sawa pia. Ji akashusha pumzi ili apate utulivu, maana alikuwa na hema vibaya mno. Alikuwa na hema sio kwa hofu, hapana. Jamaa alijaa na shauku yani. Hiyo kazi alitamani ianze hapo hapo. Paka akafikia kuuliza kabisa, sasa hiyo kazi inaanza lini? Yule dada akujibu kwanza, akakohoa hivi kidogo. Dereva akachukua mkono wake na akampatia bahasha kutokea mbele. Yule dada akaichukua na kumwambia Ji, kazi hii hautaifanyia hapa South Africa. Maelezo kuhusu nyaraka na kila kitu
utayakuta ndani ya hiyo bahasha. Kwa sasa tunahitaji tu usaini hapa kwenye karatasi. Yule binti akaifungua bahasha ambayo ilitolewa na dereva, akatoa karatasi mbili, akaibananisha na kumpa G aweke wino. Jamaa bila hata kusoma mstari mmoja ule mkataba, akamwaga wino kwa kidole gumba. Binti akamshukuru na kuzipokea karatasi zake. Kisha akamwambia, "Kwa sasa unaweza kushuka. Bila shaka hii si ndio hoteli uliolala jana na msichana ambaye ulitoka naye Thoko Bar, si ndio?" G akachungulia nje. Ni kweli aisee, palikuwa pale pale ambapo alilala jana usiku baada ya kupokea hela. Akauliza huko ametoa macho, "Umepajuaje?" Yule dada akajibu huko anatabasamu, "Sisi tuna uwezo wa kumpata mtu tunayemhitaji akiwa popote pale. Nadhani hili litakupa uhakika kwamba kuanzia sasa upasi kutukimbia. Labda sisi tukuruhusu. Bila hilo tutakupata na tutakuua." Hapo hapo mlango kafunguliwa. Yule dereva tayari alikuwa ameshashuka, ndo aliyemfungulia ule mlango. G akashuka huku akiwa na kitete fulani cha mbali. Dereva akarudi ndani ya gari na kuanza kuliondoa. Wakamwacha amesimama anawashangaa. Mule ndani ya gari kuna maongezi yakafuata. Yule dereva ambaye alikuwa kimya muda wote, ikawa ni zamu yake sasa kuongea. Mchizi akauliza, "Una uhakika ataiweza kazi ya milioni 30? Kwa nini tusingeanza kumpa kazi nyepesi za hela ya kawaida?" Yule binti akajibu kwa sura iliyojaa dharau na ukatili, "Kila mbuzi atakula kwa urefu wa kamba yake. Anaweza akala akashiba sana, au kamba hiyo hiyo ikampeleka kwenye bonde, ikamning'iniza na kumnyonga. Kamba hiyo hiyo." Dereva alikuwa hajamuelewa, akauliza, "Unamaanisha nini bosi?" Msichana akajibu, "Tamaa yake ndiyo itakuwa imebeba hatima yake, awe tajiri au iwe sababu ya kifo chake. Tamaa hiyo hiyo." G aliingia ndani ya hoteli na akapitiliza moja kwa moja mpaka chumbani kwake. Jambo la kwanza kabla ya yote ikawa ni kufungua ile bahasha. Zile noti akaziweka pembeni. Alichokuwa anataka kukifahamu kwanza ni maelezo ambayo aliambiwa yamo ndani ya hiyo bahasha. Akakaa kitandani na akaanza kuyasoma. Kwanza, kazi ambayo alikuwa amesaini iliandikwa ni kazi ya usafirishaji. Paliandikwa tu usafirishaji wa mizigo maalum ambapo msafirishaji hapaswi kujua ni mzigo gani. Anatakiwa kuichukua tu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Pili, maelezo alisema kazi hiyo anatakiwa kaifanye nchini Tanzania na sio South Africa. Hivyo, kuanzia kesho yake anapaswa kuanza maandalizi ya safari haraka iwezekanavyo. Tatu, kwa siku atatakiwa kubeba mizigo 3 na kuifikisha panapohitajika. Akibeba mizigo 2 itahesabika kwa siku hiyo hajafanya kazi. 4, hatakiwi kukamatwa, na akikamatwa hatakiwi kusema ni nani amemtuma. Akijifanya kuongea tu hata afungwe kwenye gereza la ukuta wa chuma, watamfuata na kumuua. 5, ugumu wa kazi unaendana na kiwango cha fedha ulichochagua. Kama umehitaji ulipe pesa nyingi zaidi, maana yake ni kwamba utakuwa unapokea majukumu mazito zaidi pia. G alimaliza kusoma hivyo vipande 5, huku moyo wake ukiwa na hofu kubwa na majuto, kwa sababu hakuwa na mpango wa kurudi Tanzania mapema hivyo. Lakini pia vipengele alivyovisoma vilikuwa vinaonyesha moja kwa moja kazi anayotakiwa kwenda kuifanya ni hatari. Mawazo ya kuachana na hilo dili akaanza kumzonga. Alipogeuka pembeni akakutana uso kwa macho na lile bunda la hela. Jamaa akajikuta anatabasamu. Akazishika kalala kitandani na akajimwagia usoni zile noti. Akawa anaongea, "Hakuna hela nyingi inayokuja kihalali. Ni aidha upishane na Mungu au ugombane na serikali." Alafu akawa anacheka. Ila G. Okay. Baada ya siku 2, G akawa ameshaingia mitaa Kinondoni. Kuna mwanae sana yani anaitwa Kifaru. Jamaa ndo alimfanyiaga mchongo wa kuvuka boda. G alitaka awepo mjini, lakini mtu yoyote mwingine anayejuana naye, hasa ndugu na wazazi wake, wasijue. Akamwangushia hela Kifaru. Muda huo dola akashazibadilisha zimerudi kwenye Msimbazi. Alitaka apate hoteli nzuri, alipie chumba mwezi mzima, apate nguo nzuri, apate na namba za madereva 3 ambao wako active. G alikuwa mwizi mzee, tena South Africa. Anajua kuzichanga karata zake katika kukwepa mkono wa dola. Sio mtu wa kawaida kabisa. Hapo alikuwa anazipanga kete. Kifaru akamtengenezea mazingira yote ambayo anahitaji. G akaingia kwenye hoteli ambayo iko hapa mjini. Jina kwenye nyaraka na vitambulisho vyake linasoma jingine kabisa. Wale jamaa walimtafutia kila kitu kipya. Kwenye zile karatasi alizoachiwa kule South Africa, kuna namba ambayo aliambiwa aitafute endapo angefika salama nchini Tanzania na akiwa yuko tayari kwa kazi. Jamaa muda wa kulaza damu alikuwa hana, hela anazitaka. Akaipandia hewani ile namba, ikapokelewa, akapewa maelekezo na eneo ambalo angetakiwa kuonana na muhusika. Akatajiwa na muda kabisa, akasisitizwa asije akachelewa hata dakika moja. Saa 4:15 usiku, G akawa amefika kwenye night club maarufu sana hapa mjini, akakaa counter. Aliambiwa akae kwenye kiti kinachotazamana na mhudumu na agize maji tu, ili mtu anayetaka kumletea mzigo amkute na amjue. G alifanya kama ilivyotakiwa. Akaja jamaa akapiga suti, bila kusema neno akamwachia G mzigo. Ilikuwa ni box hivi, juu limefungwa mfuko ambao wameuweka lebo kama vile mfuko wa vinywaji.
Yule mleta mzigo akusema neno. Hapo hapo simu ya G ikaita, akapokea. Akaulizwa na huyu aliyempigia ambaye ni ile namba aliyoitafuta kuielezea yuko tayari kwa kazi. Fika Mbezi, stendi ya mabasi. Kuna mabinti wawili utawakuta kwenye mlango wa kuingilia hapo kwenye bajaji. Unatakiwa ufike kabla ya saa 6:30. G kucheki simu yake, muda huo tayari nasoma ni saa 4 na dakika 20, zinakimbilia na dakika 30 sasa. Ana masaa mawili. Akapima akaona muda unatosha sana. Moyo wa jamaa ulikuwa una kitendawili hivi ambacho alihitaji kukipatia ufumbuzi. Akapiga simu kwanza kwa dereva mmoja ambaye kwa bahati nzuri hakuwa mbali. Dereva akasema atafika hapo ndani ya dakika 10 tu. Ji bado zilikuwa ni dakika nyingi sana kwake. Akalibeba lile boksi na kuelekea nalo msalani. Akachagua choo kimoja na akajifungia. Jamaa alijifanya kasahau kabisa kuwa sharti mojawapo la kazi hiyo ni kutokufungua mzigo. Kilichokuwa kinamsukuma afanye hivyo ni tamaa. Ubongo wake ulikuwa unajaribu kumuelezea kwamba pengine mizigo inayotakiwa kusafirishwa ni ya thamani zaidi, ndio maana inazuiwa isijulikane. Alichokuwa nahisi labda ndani ya lile boksi kuna madini, fedha nyingi au kitu chochote kile chenye thamani kubwa. Akawa ameweka dhamira kwamba ikiwa kitu ambacho kipo ndani ya boksi ni chenye thamani kubwa kushinda hiyo milioni 30 ya siku moja, basi yuko tayari kutoroka nacho. Hatojali kuwindwa, sijui kuuliwa. Kwanza alichokuwa naamini kwa muda huo, yale yote aliyoambiwa mwanzoni sio kuwindwa, ilikuwa ni mikwara tu. Akalifungua boksi taratibu kwa umakini kabisa ili asije akalichana. Kuliinua hivi, alichokiona kikamfanya arudi nyuma, huku macho akiwa ameyatoa na kusimamisha mapigo ya moyo kwa sekunde 2. Ulikuwa ni mzigo wa kutisha. Mzigo wa kichwa cha mtu mzee. Kichwa cha mtu ndani ya boksi. Ule mzigo akauweka pembeni kwanza, akaanza kutapika. Jamani, mwizi ndio, ila sio jambazi. Hana uzoefu wa kumdhuru mtu wala kumtoa damu. Alafu anakuja kushuhudia kichwa cha mtu kwenye boksi. Ji alichanganyikiwa alipomaliza kutapika. Akasimama akalifunga boksi kwa mara nyingine na akatoka mule chooni. Katota jasho, macho mekundu, mwili wote unatetemeka. Ule mzigo ni kama ulikuwa umeongezeka uzito kwa zaidi ya kilo 10. Hatua zake zikawa ni za tabu. Hamu yote na ile tamaa ya kutaka kuiba ikawa imeisha. Kichwa chake kikawa kinawaza mambo mengi kinoma kwa wakati mmoja. Hajawahi kuona kichwa cha mwanadamu kwa macho yake. Leo hii amekishika na anapaswa kukifikisha sehemu fulani. Yule dereva naye muda huo ndo akawa anapiga simu kumwambia Ji kwamba ameshafika. Ji akajivuta nje. Yaani anatembea anajiona kama ule mwili sio wake. Si unajua ile hali kujihisi kama vile unamiliki mwili wa mtu mwingine? Basi ndo ilikuwa kwa Ji sasa. Akaenda mpaka kwenye gari na kuingia nyuma. Dereva akamsalimia lakini mchizi wala hata kuitikia. Akaulizwa tunaelekea wapi mkuu? Ji akajibu huko anatamani arudishe muda nyuma, aikataa ile kazi. Mbezi. Dereva akamuuliza tena, Mbezi gani mkuu? Akajibu kiukali kinoma, nimekwambia Mbezi. Nishakwambia Mbezi, unataka kujua Mbezi ipi? Uko Mbezi kwenyewe ushafika. Hivi una akili kweli wewe? Dereva akajibu kwa upole, lakini mkuu, hata hizo Mbezi zenyewe ziko mbili, kuna Mbezi Juu alafu kuna Mbezi Beach pia. Kusikia hivyo, Ji ikabidi apoe na aiweke sawa kauli yake. Akasema, tunaenda Mbezi Juu, twende Mbezi Magufuli. Dereva akasikitika tu akawasha gari na kuanza kuondoka. Lakini Ji bado moyo wake ulikuwa hauna amani. Aliona asingeweza kufanya chochote kwa usahihi bila ubongo wake kupata utulivu. Akafikiria, akaona namna ya haraka ya kuyatoa yale mawazo yake ni kupata bangi kidogo. Kama mnakumbuka, tulishafahamu kuwa jamani mvutaji, lakini hiyo bangi yenyewe pale hakuwa nayo. Gari ikaendelea kutembea. Ji alitoa simu yake na kumpigia mwanae Kifaru. Kifaru muda huo yuko klabu anakula bata kishenzi. Ji baada ya kumtuma kazi zote zile alimmegea mchuzi wa kutosha. Kwa hiyo jamaa muda huo alikuwa anajipa burudani za dunia. Tamwambia nini? Simu ya Ji ilipokuwa inaingia usiku huo, aliitizama tu, hakusumbuka hata kuipokea. Aliona kabisa itamharibia tu starehe yake. Ji kule kwenye taksi akaishia kusonya kwa hasira. Dereva alimsikia, akamuuliza huku akimtazama kwenye kile kioo cha juu pale, "Vipi mkuu? Kuna usalama?" Ji alikuwa amechoka kutaka maongezi, akampa jibu moja takatifu, "Hayakuhusu." Dereva kukata tamaa, akaendelea kuchombeza, "Ni kweli hayanihusu, ila sisi ni wanaume kaka. Mara nyingine hata hatujuani majina, lakini mmoja akiwa na tatizo au shida, hilo linakuwa ni letu sote." Ji alivyoona jamaa anang'ang'ania sana, akatoa kauli ya kumkomoa. Muda huo akili sio yake kabisa, yani amevurugwa na kile kichwa alichokiona. "Nataka bangi. Nahitaji bangi nivute basi. Unaweza kunipatia?" Dereva akacheka akamjibu, "Nina jamaa zangu wako maeneo ya Kimara Korogwe pale. Kabla hatujafika Mbezi tunaweza kuona vipi? Nimpigia tuletee pisi ngapi?" Kauli ambayo Ji aliamini ameitoa kwa dharau ikawa imejibiwa kwa uzito ambao alikuwa hajautegemea hata kidogo. Akauliza kwanza ili apate uhakika, "Uko serious au unanifanyia utani?" Dereva akamjibu, "Sidhani kama kuna mtu anaweza kumfanyia utani mtu mwenye kiu ya moshi, alafu mwenyewe mdau vile vile. Najua mtu akiwa kwenye hali hiyo anakuwa vipi." Ji kusikia jamaa naye yuko kwenye chama kimoja,
akacheka kwa furaha na kumwambia, acha bwana, kumbe nawe mtumiaji? Basi mwambie jamaa watuletee 10. Mimi nitagusa 2 tu, 8 nitakuachia zikusogeze. Wafanye haraka maana tuko nje ya muda. Dereva akaitikia, da, sawa mkuu, nitashukuru sana. Akatoa simu yake akampigia mtu. Huyo mtu alipokea. Akamwambia anachotaka, alichomweleza, alimtonya tu kuwa kuna ujumbe alimwandikia, aufanyie kazi haraka. G akatulia na moyo wake ukawa unaamini atapita kuvuta na ataelekea Mbezi kufikisha mzigo wake wa kwanza wa siku hiyo. Kufika Korogwe, dereva akasimamisha gari pembeni. Akampigia huyo ambaye aliyowasiliana naye kabla, lakini simu ilikuwa haipokelewi. Akamwambia G ili wasichelewe zaidi wanapokwenda, waingie kidogo kumfuata jamaa kwake maana hata sio mbali. G akauliza huku akiangalia saa yake. Lilikuwa limebaki lisali 1.5. Sio mbali kweli? Dereva akatikia sio mbali. Wakaacha barabara ya lami, wakaifuata barabara ya vumbi. Kufika tu kwenye eneo lenye utulivu, dereva akasimamisha gari. Kabla hata G hajauliza ni kwa nini gari imesimamishwa, dereva alishuka na akakimbia. Muda huo ndani wakaingia washikaji 3 unaambiwa. Wameshiba, vibaba vimeshika visu na mapanga. Wanataka ule mzigo alioshika G. Kumbe muda wote tangu anaingia kwenye gari, dereva alikuwa na utazama huo mzigo alioshika G na kuupigia hesabu. Kumbe dereva naye ni mwizi bana. Wakati anajifanya kusema anamtumia jamaa ujumbe kwa madai ya kuagiza vitu vya kupuliza na nini, ulikuwa ni ujumbe wa kumtonya jamaa ajikusanye na masela kadhaa, wasogee maeneo ili wakinukishe wachukue ule mzigo wa G. G naye akawa anakaza kwa sababu anatambua anatakiwa kufikisha mzigo kama masharti ya kazi anavyomhitaji. Walivyoona anawazingua wakampiga sana, wakamtupa chini alafu wauni wakasepa na gari. G akabaki chini ajitambui, baridi la usiku linampiga. G fahamu zinakuja kumkaa sawa sawa, tayari usiku umeshakuwa mwingi. Hajui ni saa ngapi, akajikokota na kuinuka. Kupapasa mifuko yake atoe simu, hola. Wale jamaa walikuwa wamesepa na simu yake pia ise. Ikabidi ajipanguse na kutembea kwa tabu sana mpaka barabarani. Akakutana na vijana ambao walijitambulisha ni ulinzi shirikishi. G alikuwa amepigwa sana, mdomo umevimba, anaongea kwa tabu. Lakini alijitahidi akawaeleza kuwa ameibiwa. Walipomuuliza ni kitu gani ameibiwa, akawa hana jibu la kueleweka zaidi ya kusema ni mzigo. Kumbuka moja ya sharti ambalo lilikuwa kwenye mkataba wake ni kuhakikisha hamuelezi mtu yeyote kuhusu kazi anayofanya ama mzigo anaubeba. Washikaji wakamchukua na kumfikisha kwa mjumbe. Kumbuka jamani, ulinzi shirikishi tu mara nyingi huwa ni wale vijana wa mtaani ambao wamejitolea kushiriki kwenye ulinzi wa mtaa. Wengine huwa wanalipwa, wengine hufanya tu kwa maslahi mapana ya kizalendo. Mjumbe yeye ndo akafanya utaratibu wa kutoa taarifa kwa mtendaji. G akawa amefika mikononi mwa polisi. Alikuwa hataki kabisa afike kwenye hatua hiyo kwa sababu ni lazima maelezo yangehitajika tu. Lakini pia alikuwa hajiwezi. Mwili wake ulikuwa una maumivu makali na msaada wa kitabibu alikuwa anautaka. Lakini huu ukawa ni usiku wa mwisho wa Jimmy kwenye maisha yake. Jimmy ni nani? Kaa vizuri sasa unisikilize. Jimmy ni kijana tu wa mtaani ambaye hana kazi. Amesaka sana ajira lakini hakuna alichoambulia. Baadaye kwa sababu za kishawishi akaanza kupiga mishe mbovu za uporaji. Na mtu ambaye alimuingiza kwenye mchongo huo pamoja na vijana wengine alikuwa ni Hamisi. Huyu Hamisi pia naye ni nani? Hamisi ndio yule dereva taxi ambaye G alimkodi kumtoa kule klabu ili ampeleke Mbezi. Yaani mchongo uko hivi. Hamisi kazi yake ni kuendesha abiria kwa kukodishwa. Hiyo ndiyo kazi yake kubwa. Lakini nyuma ya kibarua hicho jamaa ana kazi nyingine ambayo yeye ndo bosi. Kwa sababu anafanya mitikasi yake mjini, jamaa akaona fursa nyingine ambayo aliamini ingekuwa ndiyo kazi ya kumuingizia kipato kikubwa, ni fursa ya kuwaibia wateja pale ambapo mazingira yakiwa yanaruhusu. Akiona mteja amebeba kitu cha thamani, anamuingiza kwenye 18, anawasetu wanayo kwenye eneo la tukio, wanamsubiri, wanafanya tukio na kusepa na simu ya abiria huyo wakiwa na uhakika hawezi kunaswa. Sasa unaweza ukajiuliza, je, alibeba boksi tu? Tena ilikuwa limewekwa nembo kuonekana ni la kuhifadhi vinywaji. Mbona sio kitu cha thamani cha kumfanya Hamisi amtengenezee mtego? Unaweza ukajiuliza hivyo. Lakini mwizi anajua namna ya kumsoma mtu. G baada ya kutoka kule ndani, akili yake ilikuwa imevurugika. Alikuwa amelishika lile boksi kwa namna ya kulibembeleza sana. Yaani kama mtu aliyebeba kitu cha kipekee ambacho hataki kimteleze. Na hiyo ndo ilikuwa sababu ya G kukatazwa kuujua mzigo ili ausafirishe bila kuleta maswali kwa macho ambayo atakuwa yanamtazama njiani. Ila kwa ukaidi na tamaa zake akaufungua mpaka akajua alichokibeba ni kichwa cha mtu. Mwishowe anaingia kwenye teksi, anaweka mzigo pembeni kama kabeba fuku la mamilioni. Mpaka dereva anafikia kulichongea mpango ambao unaenda vizuri. Na ndani ya wafanyaji wa mpango huo yumo Jimmy. Jimmy ndo aliyekuwa mpokea maelekezo kutoka kwa Hamisi. Kama unakumbuka ile simu ambayo dereva Hamisi aliipiga akiwa na G kwenye gari, pale alikuwa anaongea na Jimmy. Na yeye ndiye aliyechukua ile boksi mkononi mwa G. Wakaingia kwenye gari, akalipakata yeye.
Kwa utaratibu wa kazi zao, hakuna kufungua mali walioiba mpaka wafike eneo walilopanga kujificha. Wakafanikiwa kufika mafichoni. Sasa mzigo alikuwa nao Jimmy, kama tulivyosema. Si ndo akasema ufungue sasa. Oya, kuupangua hivi, anakutana na kichwa. Lile box ya kuendelea kulishika akalitupa juu. Kumbuka mule ni ndani ya gari, unaambiwa kichwa kikaruka hivi juu, wote wakawa wanakiona. Kelele. Wote wakafungua milango na kukimbia nje nduki. Kila mmoja kati yao anahangaika kupiga yowe lake. Walipofanikiwa kufika mbele kidogo akatulia. Wakawa wanaliangalia gari kwa mbali huku wameinama. Oi. Jimmy na wenzake wanamwangalia dereva Hamisi. Walikuwa wasemi chochote, ila macho yao ni kama alikuwa anataka kuuliza, "Oya mzee, hiki kitu umetoa wapi?" Sasa kabla hata yoyote kati yao kuweza kuzungumza lolote, unaambiwa magari matatu yaliwazunguka. Wakashuka watu watatu wamepiga suti nyeusi, wamevaa maski na wameshika bunduki za maana mzee. Hapo ndo napaswa tuelezane mambo kiundani. Iko hivi. Mtandao ambao ulimfuata G kule Afrika Kusini ni mtandao wa watu wa soko jeusi. Kwa lugha ya wale wa magari ya njano tunaita black market. Wanafanya kazi zote za haramu unazozijua wewe. Madawa, viungo vya wanadamu, silaha na kila kitu ambacho hakina uhalali kwenye maisha yetu ya kawaida yani. Sasa jamaa wanapotaka mizigo yao ifikishwe sehemu fulani, hawaibebi wenyewe, wanaajiri mtu wa kawaida kama hivyo ambavyo walimchagua G. Na hawakuchagui tu, wanakufanyia utafiti wa kina. Unaambiwa G walikuwa wanamfuatilia tangu alivyokuwa gerezani. Mizigo yao haisafirishwi kizembe mzee. Mizigo yao haisafirishwi kizembe mzee, inafungwa GPS tracker. Popote unapokuwa wanauona. Kwa hiyo hata hilo box ambalo walilichukua kwa G, walilifunga kifaa hicho hicho. Wakawa wanaona kote linapoelekea. Na hata pale ambapo lipobadilishwa tu uelekeo baada ya kuchukua kutoka kwa G, waliona. Wakaanza safari ya kufuatilia huku wakiwa wamejipanga. Wao waliamini aliyebadili uelekeo kwa makusudi ni G. Wakawa wamejipanga kwenda kumteketeza. Ndo wakawakuta akina Jimmy na dereva Hamisi sasa. Hakukuwa na mswalia mtume mzee. Bunduki zilitapika risasi, jamaa wakauliwa na kulifuta ushahidi wote. Walikusanya simu zao zote. Walipomaliza, mmoja kati yao akampigia bosi wao, yule dada, kama mnamkumbuka. Yule dada ambaye G alikutana naye kule Afrika Kusini. Huyo. Jamaa akatoa ripoti. "Bosi, tumewapata lakini G hayupo." Sauti kwenye simu ikajibu, "Tumepata taarifa huko polisi. Tuna watu wetu kule. Akisema chochote tu, tutajua na tutammaliza. Malizeni hapo na muondoke haraka." Wazee haraka wakatia amri, ndani ya dakika chache pakawa peupe. Kimbembe kweli kilikuwa kimemvaa bwanetu G. Alikuwa ameshatibiwa akawa na nafuu. Ikabidi aujiwe sasa aseme ni nini kimemkuta. Yeye maelezo yake akawa ni ameibiwa tu, akiulizwa kaibiwa nini asemi. Na ubaya sasa zile maiti za kina Jimmy zikapatikana pamoja na dereva. Polisi wakawaanisha matukio na maelezo ya G. Maana alishajieleza kuna dereva na kikundi cha vijana kimemuibia. Wakahisi kuna uwiano. Wakampelekea picha za maiti. G alivyomuona dereva Hamisi akamjua, akaulizwa tena, "Walikuibia nini hao?" G kila akikumbuka alichoibiwa ni mzigo wa kichwa cha mwanadamu, anabaki kujingatangata. Askari wakamwambia, "Utaki kusema Basi vizuri." Wakamchukua hospitali, wakampeleka kwenye chumba cha mahojiano ya kina. Huku kunaitwa interrogation room. Omba sana kwenye maisha yako usiingie humu ndani katika hali ambayo polisi wanaamini una kitu cha kusema alafu wewe umeamua kukaa kimya. Kwanza yale mabandeji yakafunguliwa. Wakawa na viminya vile vidonda vya G ambavyo havijapona vizuri. Minya sana kwa vidole ili aseme ameibiwa nini. Jamaa anapiga tu kelele, ila asemi alichoibiwa. Kwanza mawazo yake muda huo yalikuwa ni polisi wameshakipata kile kichwa, wanachotaka ni uthibitisho tu kutoka kwenye kinywa chake. Walivyoona analeta ukaidi zaidi, wakaongeza dozi ya mateso. Wakaleta betri yenye kuzalisha umeme, alafu wakachukua bakuli lenye maji. Sehemu zake za siri wakazidumbukiza kwenye hayo maji. Kisha zile nyaya zikaingizwa kwenye maji pia. Ndugu mtazamaji, hasa wanaume, nadhani unaelewa maumivu ya kujibana na zipu. Sasa nataka uvute picha. Hii ni shoti ya umeme mzee. G alilia kwa nguvu kinoma. Hapo akamfunga mdomo asilie. Yaani mateso unayapata na nafasi ya kulia unanyimwa. Ubongo wake ulikuwa umeshafikia mwisho. Yaani maumivu yalikuwa hayavumiliki kabisa mzee. Alikuwa yuko tayari kusema kila kitu. Lakini kwa bahati alivyoachiwa tu, kuna askari pembeni akasema, "Ukute nilifanya biashara na madawa hili." Hapo akili ya G kapata cha kusingizia aise, naye akadakia, ni madawa afande." Na hiyo ndo ikawa pona yake, ikamuokoa kutoka kwenye kifo. Lakini haikumuepusha na kifungo. Mchizi akapokea mvua 18 mahakamani. Nataka neno mvua tena nilifafanua kwa mara nyingine. Na hapo ndo inakuwa mwisho wa story yetu leo. Niandikie hapo chini umejifunza nini, pati ipi umeipenda zaidi, ni kitu gani unatamani tuongezee, ushauri pia. Dondoshe comment hapo, hakikisha kabisa na kusisitiza sana ili baadaye usije ukalalamika. Subscribe kwenye hii channel ili uwe wa kwanza kabisa kuwa unapokea notification pale tu tutakapopandisha story mpya. Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Iskonka.
Tukutane kwenye story inayofuata. Bye.